Kiboko ya Marekani, kiongozi mwadhamu ametoa msamaha kwa wafungwa 139 waliohukumiwa adhabu ya kifo ya Iran. Huku kamanda wa Hatam al-Anbiya anasema hivi karibuni ulimwengu utasikia mwangwi wa ushindi wa Iran. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei ameidhinisha pendekezo la kubadilisha hukumu za wafungwa 139 waliokuwa wamehukumiwa adhabu ya kifo na mahakama mbalimbali nchini humo. Msamaha huo umetolewa kufuatia ombi la mkuu wa idara ya mahakama nchini Ghulam Hussein Mohsin Ejei. Msemaji wa mahakama ya Iran Al-Asghar Jahangir amesema kuwa Ayatollah Khamenei ametoa uamuzi huo kuzingatia misingi ya huruma katika Uislamu. Amesisitiza kuwa hatua hiyo imechukuliwa katika wakati ambapo nchi nyingi duniani hukataa kutoa msamaha wa aina hiyo wakati wa vita au nyakati za misukosuko. Aidha, amebainisha kuwa wafungwa waliohukumiwa kwa makosa ya kuhatarisha usalama wa taifa pamoja na wale wanaotuhumiwa kuhusika kwenye ghasia za Januari zilizoungwa mkono na tawala za kigeni pamoja na vitendo vya hujuma hawakujumuishwa katika orodha ya waliopata msamaha. Kwa mujibu wa ibara 110 ya katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kiongozi ana mamlaka ya kusamehe au kupunguza adhabu za wafungwa baada ya kupokea pendekezo kutoka kwa mkuu wa idara ya mahakama. Hata hivyo, msamaha huo hauwahusu baadhi ya makundi ya wahalifu wakiwemo waliopatikana na hatia kushiriki kwenye mapambano ya silaha dhidi ya nchi, biashara ya dawa za kulevya kwa silaha au kwa mtandao uliopangwa, uporaji wa kutumia silaha, usafirishaji haramu wa silaha, utekaji nyara, rushwa na ubadhirifu wa mali. Vilevile, kamanda wa makao makuu ya majeshi ya Iran Hatam al-Anbiya amesema kuwa hivi karibuni ulimwengu utasikia mwangwi wa ushindi wa Iran na ushindi wa mukawama dhidi ya adui mchokozi na gaidi. Meja Jenerali Ali Abdullahi amesema hayo kwenye ujumbe wake katika marasimu ya kutimia mwaka mmoja tangu kuuawa shahidi Meja Jenerali Ghulam Rashid na mwanawe Amin Abbas Rashid iliyofanyika Ijumaa jioni huko Dezful. Said Ali Khamenei, kiongozi wa mapinduzi, alimteua Jenerali Rashid mwaka 2016 kuwa kamanda wa Hatam al-Anbiya. Ayatollah Khamenei aliuawa shahidi katika mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran Februari 28 mwaka huu. Jenerali Rashid alikuwa akihudumu katika nafasi hiyo hadi alipouawa shahidi. Lakini mara nyingine tena Iran ya Kiislamu iliyodhihirisha ulimwengu uwezo wake wa kuilinda na kuihami nchi. Sasa tutazame kwa nini Trump anaendelea kukariri mkakati ulioshindwa mara nyingi huko nyuma. Rais Donald Trump wa Marekani kwa mara nyingine tena amekiuka makubaliano legevu ya kusitisha mapigano kati ya nchi hiyo na Iran kwa kushambulia upya maeneo kadhaa ndani ya ardhi ya Iran, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya kiraia, na ikiwa ni siku chache tu baada ya kudai kuwa makubaliano na Iran yalikuwa yanakaribia. Jibu la Iran pia lilikuwa la haraka na la moja kwa moja, huku kambi za kijeshi za Marekani huko Bahrain, Kuwait na Jordan zikilengwa kwa makombora na ndege zisizo na rubani. Mzunguko huu unajirudia, unaibua swali la msingi. Je, kwa nini Trump anaendelea kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran licha ya kushindwa mara kwa mara katika uwanja huo? Bila shaka jibu la swali hili linapatikana katika mchanganyiko wa mahesabu ya kisiasa, fikra binafsi za Trump na mapungufu ya kimuundo ya nguvu za Marekani. Kabla ya kuchukulia siasa za kigeni kuwa ni uwanja wa onyesho la usimamizi mgumu wa kijiopolitiki, Trump anazichukulia kuwa onyesho la nguvu dhidi ya mahasimu wake. Kwa mtazamo wake, kila mgogoro lazima umalizike kwa mshindi na mshindwa. Mtazamo huu unatokana na uzoefu wake wa kibiashara na masuala binafsi. Umemfanya yaone mashinikizo ya kijeshi kama njia bora zaidi ya kuwatwisha wapinzani matakwa yake ya kisiasa. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hata hivyo imeonyesha mara chungu nzima katika miongo minne iliyopita kwamba haitasalimu amri mbele ya mashinikizo yoyote kutoka nje. Siku 40 za vita na zaidi ya miezi mitatu ya usitishaji vita hafifu zimekuwa na matokeo sawa na yale yalionekana katika miaka iliyopita ya siasa za mashinikizo ya juu zaidi dhidi yake. Mashambulizi ya kijeshi, mbali na kushindwa kuilazimisha Iran ilegeze misimamo, pia yameimarisha umoja wa ndani na mshikamano wa kijamii na nia ya kisiasa ya mapambano. Hotuba ya Amir Said Iravani, mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, inathibitisha wazi ukweli huu kwamba Iran haikubali kufanya mazungumzo chini ya shinikizo, na hiyo ni vitisho vya kijeshi kama sababu ya kubadilisha mahesabu yake. Katika mtazamo wa kimkakati, pia Trump anakabiliwa na mgongano wa kimsingi. Anataka kuilazimisha Iran ikubali mapatano ya kisiasa kwa kutumia nguvu za kijeshi, lakini shambulio lolote la kijeshi linaharibu nafasi ya kisiasa inayohitajika kwa ajili ya kufikia makubaliano hayo. Uzoefu wa miaka hivi karibuni umeonyesha kuwa kila linapofunguliwa dirisha la diplomasia, hatua za kijeshi za Marekani au utawala wa Kizayuni
kuzuia kufikiwa makubaliano katika uwanja huo. Ni kwa sababu hii ndio maana wachambuzi wengi wanaamini kuwa kikwazo kikubwa zaidi cha kufikiwa makubaliano ni msimamo ya Teheran. Si misimamo ya Teheran, bali ni kuyumbayumba kwa maamuzi kwa Washington. Sababu nyingine ya kukaririwa siasa zilizofeli za kutumia mabavu dhidi ya Iran inarejea kwenye mapungufu halisi ya nguvu za Marekani. Washington inasalia kuwa nguvu kubwa zaidi ya kijeshi duniani, lakini nguvu ya kijeshi haina maana ya uwezo wa kulazimisha matokeo ya kisiasa. Vita vya Afghanistan, Iraq na sasa makabiliano na Iran kwa mara nyingine tena imethibitisha wazi ukweli huu. Marekani inaweza kulipua kwa mabomu baadhi ya maeneo, lakini hilo halimaanishi kuwa inaweza kuharibu nia ya kisiasa ya nchi, hasa kuhusiana na Iran ambayo imebuni mifumo mbalimbali ya kuzuia hujuma ya adui tangu miongo kadhaa iliyopita na imeweza kutuisha upande wa pili harama kubwa ya kuanzisha migogoro ya aina yoyote. Wakati huo nafasi ya kijiopolitiki ya Iran pia ni muhimu sana. Na bahari la Hormuz linasalia kwa mojawapo ya njia muhimu zaidi za uchukuzi wa nishati duniani. Kuongezeka mvutano wowote katika eneo hili kunaweza kuathiri moja kwa moja masoko ya kimataifa nishati, uchumi wa kimataifa na hata hali ya kisiasa serikali ya Marekani. Ndio maana wataalamu wengi wa Marekani wanaonya kwamba hatua yoyote mpya ya kijeshi dhidi ya Iran inaweza kuongeza pakubwa bei ya nishati na hivyo kuongeza mashinikizo ya kiuchumi kwa raia wa Marekani. Kwa upande mwingine, mashambulizi ya mara kwa mara ya kijeshi ya Marekani yameharibu sifa za kimataifa ya nchi hiyo, wakati Washington inazungumzia mfumo wa kimataifa unaozingatia sheria, yenyewe inakosolewa vikali kwa kukiuka usitishaji mapigano na kushambulia miundombinu ya kiraia. Mkanganyiko huu umeongeza pengo kati ya madai ya kimaadili ya Marekani na tabia yake ya kivitendo, na hivyo kudhoofisha baadhi ya nguvu zake za kivita. Pamoja na hayo lakini, Trump anaendelea kukariri mbinu hiyo kwa sababu njia nyingine mbadala zinamharimu kisiasa. Kukubali ukweli kwamba mashinikizo ya kijeshi hayawezi kubadilisha misimamo ya Iran kutamaanisha kukubali kushindwa kwa moja nguzo zake muhimu za kisiasa. Kwa hivyo badala ya kurekebisha siasa hizo, White House wakati mwingine inajaribu kukariri siasa hizo kwa nguvu zaidi. Mbinu inayoitwa katika fasihi ya kimkakati kushadidisha mashinikizo kwa ajili ya kufidia kufeli. Lakini tatizo kuu hapa ni kwamba mazingira ya kimkakati kanda leo ni tofauti siku za nyuma. Baada ya vita vya karibuni, Iran sio tu inaendelea kudumisha nguvu yake ya kuzuia hujuma, bali kwa mujibu wa wachunguzi wengi imevuka hatua ya kujilinda tu na sasa imeingia kwenye hatua ya ubunifu zaidi wa kudhibiti mgogoro. Vilevile ni kwambia ofisi inayohusika na kuhifadhi na kuchapisha kazi za kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Khamenei imetangaza ratiba ya hafla za kuaga mazishi na kuzikwa kwa shahidi Ayatollah Imam Said al-Khamenei. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi hiyo, katika hafla za kuaga mwili za kiongozi shahidi zitafanyika katika msala wa Imam Khomeini mjini Tehran tarehe 4 na 5 Julai zinazolingana na tarehe 19 na 20 za mwezi Muharram. Msafara wa mazishi mjini Tehran umepangwa kufanyika tarehe 6 Julai, huku msafara mwingine wa mazishi ukitarajiwa kufanyika katika mji mtukufu wa Qom tarehe 7 Julai. Hafla ya mwisho ya mazishi itafanyika katika mji mtukufu wa Mashhad tarehe 9 Julai sambamba na mkesha kumbukumbu ya shahidi ya Imam Sajjad. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kiongozi shahidi atazikwa katika haram tukufu ya Imam Ridha. Waandalizi wamewaalika watu wote watukufu na wapendwa, watu huru wa dunia na wafuasi wa madrasa wa Uislamu na wote wanaoipenda Iran kushiriki kwenye hafla hizo na kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi shahidi. Taarifa hiyo pia imezishukuru taasisi za serikali na makundi ya wananchi kwa maandalizi makubwa yaliyofanywa, ikisisitiza kuwa jukumu kuu katika kuandaa hafla hizo litakuwa mikononi mwa wananchi wenyewe kama wamiliki halisi wa maombolezo, na kuongeza kuwa ushiriki wa watu kwa kiwango kisicho na mfano unatarajiwa. Ayatollah Khamenei aliuawa shahidi na majeshi ya Marekani na Israeli katika makazi yake mjini Tehran tarehe 28 Februari, wakati tawala hizo mbili zilipoanzisha vita vya uchokozi dhidi ya Iran ambavyo pia vilishuhudia kuuawa kwa makamanda kadhaa wa juu wa kijeshi. Siku chache baadaye, baraza la wataalamu la Iran, chombo chenye wanazuoni 88 wa Kiislamu, ilimchagua Ayatollah Said Mojtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 kuwa kiongozi wa tatu wa mapinduzi ya Kiislamu. Ayatollah Said Mojtaba Khamenei ni mwana wa shahidi Ayatollah Said Ali Khamenei na ndiye kwa sasa anatizamwa kama kiumbe hatari kwelikweli na Marekani na Israeli, na tangu achaguliwe hajawahi kutokeza hadharani kuzungumza, bali amekuwa akizungumza kupitia ripoti mbalimbali zinazotolewa na taarifa na klipu za kurekodiwa.